Ilani ya CCM pamoja na dira ya maendeleo ya 2020-2050 inatoa kipaumbele kwenye uwekezaji na uzalishaji wa ndani, ongezeko la thamani ya bidhaa zetu za ndani, na mkakati wa serikali unalenga katika kukuza uchumi wa viwanda, kuanzisha viwanda vipya na kufufua viwanda ambavyo vimesimamisha uzalishaji. Na katika muktadha huo, Mheshimiwa Mwenyekiti, hadi kufikia Disemba 2025, serikali kwa kushirikiana na sekta binafsi imefanikiwa kuanzisha kongani 36 katika mikoa 16 nchini. Kati ya hizo kongani 6 zipo katika hatua ya ujenzi na baadhi ya viwanda vya ndani ya kongani hivyo tayari vimeanza uzalishaji. Mathalan, kongani ya Kwala iliyopo mkoa wa Pwani na kongani ya Kilimanjaro iliyopo Kigamboni, ambapo kila moja ina viwanda vinne ambavyo vinaendelea na uzalishaji. Aidha, serikali imeanza kutekeleza mpango maalum wa miaka 6 2025-2026 mpaka 2030 wa kuendeleza viwanda vya ndani, ambao kupitia mpango huo kongani zipatazo 52, yaani kongani 2 kwa kila mkoa zitajengwa. Ujenzi wa kongani hizi zenye viwanda ndani yake utasaidia kupunguza uagizaji wa bidhaa kutoka nje. Naomba niungane na Mheshimiwa mbunge kwamba jukumu la kukuza, kuendeleza na kuhamasisha bidhaa zetu za ndani ni jukumu letu wa Tanzania wote. Wizara ya Viwanda na Biashara chini ya maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia taasisi ya TanTrade tunaendelea kufanya mradi mkubwa wa branding wa bidhaa ambazo zinatengenezwa Tanzania maarufu kama Made in Tanzania brand. Lakini pia pamoja na hayo, kupitia miradi mbalimbali ya uendelezaji wa viwanda tunaendelea kutoa hamasa kwa Watanzania, na mwamko sasa hivi umeendelea kuwa mkubwa hasa kwa viongozi wa serikali na taasisi binafsi ambao tunaendelea kuona wakivaa ama wakitumia bidhaa za Tanzania. Hivyo naomba kutoa rai kwa sisi wabunge kuendeleza hamasa ya kupromote bidhaa zetu za ndani kwa kuzitumia na kuonyesha Watanzania kwamba bidhaa zetu zina ubora na zinakidhi viwango. Kama ilivyo itifaki ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, tumeendelea kutengeneza sheria, lakini pia tumeendelea kutengeneza kanuni na kuboresha kanuni mbalimbali. Lengo ni kulinda bidhaa za ndani, lakini pia kuchochea uwekezaji na kuendeleza uzalishaji wa bidhaa zetu. Katika hili tunaweza kuona, Mheshimiwa Mwenyekiti, wiki iliyopita Waziri wa Viwanda na Biashara aliongoza zoezi la kukamata mali ambazo zimezalishwa kinyume cha sheria ama zimeingizwa kinyume cha sheria, ambazo zimeingizwa sokoni chini ya viwango ama kinyume cha taratibu. Lengo la kufanya hivi ni kulinda viwanda vyetu vya ndani. Lengo la kufanya hivi ni kuongeza imani ya walaji, lakini pia kulinda mitaji ya Watanzania, na tutaendelea kufanya hivyo ili kuwavutia wawekezaji wapya, lakini pia kulinda wawekezaji na wazalishaji wa bidhaa za ndani. Katika jitihada za kuanzisha viwanda vipya na kufufua viwanda ambavyo vinaendelea na uzalishaji katika maeneo mbalimbali, tumeendelea kuvutia wawekezaji, lakini pia kuhamasisha teknolojia mpya na matumizi ya teknolojia mpya kwa uzalishaji wa bidhaa za ndani. Na katika hili Wizara ya Elimu na Teknolojia tumeona imeendesha programu mbalimbali za kuongeza ujuzi wa vijana wetu katika vyuo vyetu vya VETA ili kutumia ujuzi mpya, teknolojia mpya, kupunguza gharama ya uzalishaji, kuwa na bei shindani katika soko, lakini kuwa na viwango ambavyo bidhaa zetu zinaweza zikashindana katika soko, sio tu kikanda lakini kimataifa. Kwa hiyo kupitia Wizara ya Viwanda na Biashara pamoja na wadau wengine wakiwamo Wizara ya Elimu, tumeendelea kuboresha ujuzi wa vijana wetu ili wazalishe bidhaa zenye ushindani katika soko.